Baba yake aliitwa Pietro Bernardone na mama yake aliitwa Pica Bernardone. Oktoba 4 anakumbukwa Mtakatifu Francisco wa Asizi aliyezaliwa Italia. Ni mmoja wa watakatifu maarufu na wapendwa katika historia ya Ukristo. Mwanzoni mwa historia ya Mtakatifu Francisco anajulikana au anatambulika kama Giovanni. Hili ni jina ambalo alipewa na mama yake alipozaliwa. Na ifahamike kwamba wakati Francisco anazaliwa, baba yake alikuwa nchini Ufaransa kibiashara. Giovanni di Pietro di Bernardone alizaliwa mwaka 1181 huko Umbria nchini Italia. Alizaliwa katika familia ya kitajiri na alilelewa katika maisha ya kifahari sana. Giovanni alipata kila alichokuwa anakitaka kutoka katika familia yake. Baba yake aliporudi kutoka Ufaransa alifurahi sana kumkuta mtoto amezaliwa. Na kwa upendo aliokuwa nao kwa watu wa Ufaransa na tamaduni zao, aliamua kumpa Giovanni jina Francisco, yani Mfaransa mdogo. Kwa Kiingereza tunaweza kusema the little Frenchman. Baba yake alijulikana kama Pietro di Bernardone. Baba yake Di Pietro di Bernardone alitamani sana kijana wake awe mfanyabiashara kama yeye, lakini pia alitamani awe hata zaidi ya baba yake. Baba yake alitamani mtoto wake awe zaidi yake. Hivyo alimpeleka shule elimu ya msingi ambapo alijifunza kusoma na kuandika. Katika elimu ya msingi pia alifundishwa mahesabu, na lengo la baba yake ilikuwa ili aweze kuwa mfanyabiashara mzuri na aweze kuhesabu fedha na kadhalika. Mbali na shule, baba yake alimfundisha kufanya biashara. Alimfundisha kupima vitambaa, kupanga bei na kugundua viwango vya bidhaa. Francisco alifahamu biashara. Na katika maisha yake ya biashara aliweza kuishi maisha ya kitajiri. Alipata kila kitu, hakukosa chochote katika maisha yake. Aliishi maisha ya starehe na vijana wenzake. Vijana wenzake walimpenda kwa sababu alikuwa ni kijana mwenye fedha, na mara nyingine walikuwa wanamuita the man of party. Kwa lugha ya sasa tunaweza tukasema mtu wa vibe. Alikuwa ni mtu wa vibe kwa wakati ule kwa sababu alikuwa anapenda sherehe, na akiwa katika sherehe alikuwa anatumia fedha nyingi na vijana wenzake kama kunywa na kula na kucheza na kuimba na kadhalika. Hivyo alipendwa sana na vijana wenzake. Alikuwa na wafuasi wengi sana vijana wenzake ambao walikuwa wanafanya mambo mbalimbali katika ujana. Francisco pamoja na kwamba katika maisha yake alipata kila kitu alichokuwa anakitaka, lakini pia alitamani sana kuwa shujaa wa vita. Haimaanishi kwamba katika maisha yake alikosa chochote alichokuwa anakitaka. Alipata kila kitu, lakini cha ajabu alitamani kitu zaidi ya kile alichokuwa nacho, ambacho ni kuwa shujaa wa vita. Wakati ule kuwa shujaa wa vita ilikuwa ni heshima kubwa sana. Unapoenda vitani na ukashinda, unapata heshima, watu wanakuheshimu. Yeye alikuwa anatafuta heshima na umaarufu wa dunia. Japo hakujua kwamba Mungu alikuwa na mpango maalum naye, aling'ang'ana na akafanya juhudi zote ili kuweza kutimiza ndoto yake hiyo ya kuwa na heshima katika jamii, ambapo alitamani kwenda kupigana vita. Mwaka 1201 kulizuka vita huko Perugia, jirani na mji wa Asizi. Francisco alichukulia swala hili kama fursa ya yeye kutimiza ndoto yake ya kuwa shujaa wa vita. Hivyo alimshirikisha baba yake kwamba angetamani kuwa shujaa wa vita. Angetamani kwenda kupigana vita iliyokuwa huko Perugia ili aweze kufanikisha ndoto yake hii ya kuwa shujaa wa vita. Baba yake alikubali na alimnunulia kile alichokuwa anakihitaji. Alimnunulia silaha za bei ghali, akamnunulia mavazi ya kifahari ya kijeshi, akampa na farasi wa kifahari ambaye ndiye alimtumia kwenda vitani. Ilipofika mwaka 1202, Francisco akiwa na miaka 21 alienda rasmi vitani nchini Perugia, ambapo aliondoka akiwa na furaha na wenzake. Baadhi ya wenzake ambao pia walikuwa wanaandamana naye katika swala hilo la kwenda kupigana vita, waliondoka kwa furaha sana, huku Francisco akiwa na tamaa na shauku na pia na matumaini ya kwamba atakuwa shujaa wa vita. Japo mambo yalibadilika tofauti na jinsi alivyokuwa anategemea.
mambo yalibadilika kwa sababu mwisho wa siku vita iliisha kati ya Perugia na Asizi na jeshi la Asizi lilishindwa vita ile. Baada ya kushindwa vita, watu walitekwa. Jeshi la Perugia liliwateka baadhi ya wanajeshi wa Asizi na mmoja wa watu waliotekwa alikuwa ni Francisco. Kilichomfanya Francisco alengwe sana na atekwe ilikuwa ni kwa sababu ya namna alivyokuwa anaonekana, kwa sababu alionekana amevaa mavazi mashuhuri ya kivita, na pia silaha zake pia zilikuwa zinaonekana ni silaha mashuhuri na ni silaha kali. Na kawaida katika vita huwa wapiganaji wa vita huwa wanaangalia upande wa pili ni nani ambaye anaonekana ni hatari zaidi, ndio wanadili naye. Sasa Francisco yeye alikamatwa akawekwa ndani kizuizini, au tuseme ni kama alichukuliwa mateka akawekwa ndani kwa zaidi ya mwaka mmoja, au tuseme kwa mwaka mmoja. Francisco ndoto yake aliyokuwa nayo ya kuwa shujaa wa vita iligeuka na akajikuta yuko ndani katika gereza. Huko alitafakari sana. Ndoto yake ya kuwa shujaa wa vita imegeuka kuwa mateka, ilimuuma sana. Lakini baada ya muda akiwa ndani kule alipata ugonjwa hatari sana. Ugonjwa huu ulimwogopesha Francisco kiasi kwamba akadhani kwamba atakufa. Alipodhani kwamba atakufa ndipo alipozidi kwenda katika tafakari zaidi, kwa sababu ya maisha aliyokuwa anaishi ya starehe, ya kifahari. Kabla ya hapo Francisco alikuwa hana maswala na sala au na tafakari, hapana. Yeye alikuwa anaiona kitu cha kawaida. Kwa hiyo kule alipopata ule ugonjwa na akajua kwamba hapa kuna dalili ya kufa, alitafakari sana. Akatamani alitafakari sana kuhusu maisha yake kama endapo atakufa. Akajua kwamba roho yake itakuwa katika hali mbaya. Kwa hiyo Francisco aliwaza sana. Japo mbele ya mateka wenzake alijaribu kuonyesha furaha, alijaribu kuficha ile hofu na mashaka. Akaonyesha furaha, akawa anawatia wenzie moyo. Wenzie walimshangaa sana kwamba mtu alikuwa na tamaa ya kuwa shujaa, ametekwa, yuko amefungwa mateka, lakini bado ana furaha. Lakini kiuhalisia Francisco alikuwa na mashaka, ana mawazo sana. Na hii inaweza ikawa ni moja ya mambo ambayo miongoni mwa mambo mengi aliyomfanya Francisco akabadilika kiroho. Hapa kwa sababu katika wakati huu alipata muda mwingi sana wa kutafakari akiwa kule katika gereza. Kule aliteseka kwa sababu alikaa katika mazingira mageni ambayo hakuwa anayategemea. Amezoea maisha ya kifahari, amezoea starehe. Sasa yupo katika mahali ambapo hata kula kwenyewe inakuwa ni shida. Kwa hiyo aliteseka na akakonda pamoja na ugonjwa uliompata. Baada ya mwaka mmoja baba yake alikuja kumtoa, ambapo alilipa kiasi cha fedha kwa wale askari wa gereza, ndipo walipomwachia Francisco. Hapo silaha zake zimechukuliwa, farasi wake wa gharama kubwa na mavazi yake ya kifahari yameshachukuliwa. Kwa hiyo Francisco akarudishwa nyumbani. Francisco alirudishwa nyumbani akiwa dhaifu sana. Akawekwa chini ya uangalizi wa mama yake. Mama yake alijitahidi kumtunza na kumpikia ili kuhakikisha angalau anarudisha afya yake ya mwanzo. Francisco kwa wakati ule alikuwa amekuwa mtu tofauti sana. Hakupenda tena starehe, hakupenda tena anasa. Alikaa katika maisha ya tafakari. Hata alipopona kutoka katika ugonjwa ule na kurejesha afya yake ambayo ilipotea akiwa kule ndani ya mateka, Francisco aliachana kabisa na vijana wenzake. Vijana wenzake walimshangaa, japokuwa yeye haikumuumiza kwa sababu alijua kwamba kuna kitu kinataka kubadilika katika nafsi yake. Lakini cha kushangaza, mwaka 1204 Francisco alirudi tena katika ndoto yake ile ile ya kuwa shujaa wa vita. Ungeweza ukadhani kwamba tukio lililotokea kule Perugia lingemkatisha tamaa, lakini kuonyesha kwamba alikuwa anatamani sana awe shujaa wa vita, pamoja na changamoto zote alizokutana nazo, hakukata tamaa. Alizidi kupambana ili kufanikisha lile lengo lake la kuwa shujaa wa vita. Kulizuka vita huko Apulia ambao ni kusini mwa Italia, ambapo Francisco alipata taarifa ya vita hiyo. Alipopata taarifa ya vita hiyo, Francisco
ndipo ndoto yake ile ya kuwa shujaa ikarudi tena upya. Akamshirikisha baba yake kwamba anataka kurudi katika vita. Baba yake naye hakukata tamaa, akafanya kama alivyofanya mwanzo, kumnunulia vitu alivyokuwa anahitaji, kama ikiwemo mavazi ya kivita, farasi na silaha za kivita. Francisco alipewa kila alichokuwa anakihitaji ili kwenda vitani. Ilipofika mwaka huo 1224, Francisco alianza safari rasmi na wenzake kuelekea Apulia huko kusini mwa Italia kwa ajili ya vita. Aliondoka pia na lengo lile lile la kuwa shujaa wa vita ili kupata heshima na ufahari na umaarufu katika jamii iliyomzunguka. Safari ya kutoka Asizi kwenda Apulia haikuwa safari fupi, ilikuwa ni safari ndefu kidogo. Pamoja na kwamba walikuwa wana farasi, lakini pia ilichukua muda mrefu. Ilipofika jioni, kwa sababu safari ilianza asubuhi, ilipofika jioni giza likaingia, Francisco alifika katika mji wa Spoleto na wenzake. Kule Spoleto alipata ugonjwa wa ghafla, lakini Francisco yeye alidhani kwamba itakuwa ni uchovu wa safari. Kwa hiyo akatafuta mahali akapumzika ili aamke asubuhi kesho yake aendelee na safari yake ya kuelekea Apulia kwa ajili ya vita. Kule Spoleto Francisco alilala, alipata sehemu akalala, lakini alipolala alipata ndoto, na katika ndoto aliona maono ambayo kuna mambo ya ajabu kidogo yalitokea ambayo pia kwake alikuwa si mambo ya kawaida. Katika ndoto hile alionyeshwa ghala kubwa sana lenye silaha nyingi, lakini hizo silaha zilikuwa zina alama ya msalaba. Kwa sababu Francisco alikuwa na ndoto ya kwenda vitani, alikuwa anaelekea vitani. Alivyoona zile silaha alizifuata kwa tamaa yake ile hii silaha mbona kama ni nzuri, lakini alikuta zile silaha zina alama ya msalaba. Akashangaa, akauliza. Aliona watu mbalimbali ambao hakuwafahamu, akawauliza hii silaha ni za nani? Sauti ilitoka kusikojulikana, alisikia sauti kubwa ikimwambia hizo silaha ni za kwako na wenzako. Francisco akashangaa sana. Wakati anashangaa zinakuwaje silaha zangu na wenzangu? Katika kushangaa akasikia sauti nyingine kubwa inayotoka kutoka kusikojulikana tena inamwambia, Francisco, unataka kumtumikia Bwana au mtumishi? Francisco kwa tafakari yake ya haraka haraka, kwa sababu yeye alikuwa anapenda mambo makubwa makubwa si madogo, akasema nitamtumikiaje mtumishi? Mimi nataka kumtumikia Bwana. Na hapa ninaposema Bwana simaanishi kama ni Bwana Mungu, hapana. Hapa ni sawa na kusema bosi na mtumishi wa bosi. Unataka kumtumikia nani? Bosi au mtumishi wake? Basi katika ile maswali mawili, Bwana au mtumishi, Francisco alisema nataka kumtumikia Bwana. Sauti ikamwambia, sasa mbona unaenda kumtumikia mtumishi huko unakoenda? Lakini Francisco akajua kwamba hapa anaelekea vitani huko Apulia, lakini naambiwa kwamba naenda kumtumikia mtumishi. Akafunguka akili kidogo, akajua kwamba hii sauti si ya kawaida, ni ya Mungu. Akasema, Bwana, unataka nifanye nini? Kwa sababu alibaki njia panda, kwa sababu alijua kwamba huko ninakoenda ni vitani, alafu naambiwa kwamba huko naenda kumtumikia mtumishi na sio Bwana. Akauliza, Bwana, unataka nifanye nini? Ile sauti ikamwambia, rudi Asizi na huko utajua cha kufanya. Baada ya hapo Francisco alishtuka kutoka katika usingizi katikati ya usiku. Aliposhtuka kutoka usingizini, alidhani kwamba ile ndoto ni ndoto tu ya kawaida. Alikuwa akijifariji akisema kwamba hii itakuwa ni ndoto tu ya kawaida, lakini kuna nguvu ilikuwa inampushi kumshawishi kwamba haikuwa ndoto ya kawaida. Ilikuwa ni sauti iliyokuwa inamtaka abadilishe mwenendo wake na matarajio yake katika maisha yake. Basi Francisco akaamua kuitii ile sauti. Alirudi Asizi, wenzake wakaendelea na safari, yeye akarudi mwenyewe Asizi. Aliporudi Asizi, watu walishangaa sana kumuona Francisco amerudi akiwa mnyonge. Walijua kwamba Francisco ameshindwa vita, kwa hiyo wakawa wanamcheka na kumshangaa, huyu vipi alitoka kwa lengo la kwenda kupigana vita, amerudi ghafla, maana yake atakuwa ameshindwa vita huyu. Wakawa wanamzomea, wakawa wanamsema vibaya, wakawa wanamtania, lakini Francisco yeye hakukata tamaa. Baada ya hapo Francisco alianza kuishi maisha ya tafakari, kwa sababu alikuwa akijaribu kuvuta picha ya matukio ya nyuma, kuanzia tukio la Perugia ambako alikuwa na tamaa ya kuwa shujaa na akashindwa,
akajikuta yuko mateka. Baada ya muda tena akaenda kupigana vita yuko Perugia, yuko Apulia kusini mwa Italia, lakini pia akaona mbona safari hii pia imekataa kutimia tena, ndoto yangu ya kuwa shujaa inakwama. Lakini pia akaunganisha na sauti pia iliyomtokea katika ndoto, akaona kuna kitu ambacho si cha kawaida. Kuna sauti ambayo inamtaka abadilishe mitazamo ya maisha yake. Kwa hiyo hapa ndipo ndoto kubwa ya Francisco ya kuwa shujaa wa vita inapoenda kufikia kikomo. Anatoa ndoto yake inabadilika kutoka katika kuwa shujaa wa vita na kuwa na heshima na fahari za kidunia kwenda katika kuwa shujaa wa vita ya kiroho, ambapo alienda kuishinda na akapata heshima ya kiroho. Mpaka leo tunamheshimu. Miaka 800 sasa imepita, bado anaheshimiwa, bado anaenziwa na mfano wake unafuatwa. Basi Francisco alijitenga. Aliwashangaza sana wazazi wake baada ya kuona ameamua kuachana kabisa na marafiki zake, kuishi upweke na kuwa mpole tofauti na kawaida. Alikuwa mchangamfu, alikuwa anapendwa na wenzake kwa sababu alikuwa ni mtu mchangamfu, lakini hilo yeye hakulijali kwa sababu alijua kuna sauti inamuita. Yote alikuwa yanasema juu yake ikiwemo ni dhihaka na kuzomewa na hata na watoto wadogo, lakini yeye hilo hakulijali. Kwa hiyo watu walimtania. Siku moja walikuwa wamekaa na Francisco, vijana wenzake walimfuata hapo alipo, wakakaa naye, wakaita kama karamu, wakakaa na Francisco, wakala chakula cha mchana, wakamaliza, lakini ili kumwangalia Francisco kama atarudisha furaha yake ya mwanzo. Lakini walishangaa bado kuona Francisco anabaki tu katika hali ya tafakari na ukimya. Wakamuuliza, Francisco, kama mnavyojua mambo ya ujana, masuala ya mahusiano na kutaka labda ndoa na kadhalika, wakamuuliza Francisco, girlfriend wako au rafiki yako wa kike, mchumba wako amekukataa? Francisco alinyamaza. Wakamwambia, ndoto yako ya kufunga ndoa imefika kikomo au imeingia changamoto? Francisco akawajibu akawaambia, hapana, haijafika kikomo. Bado ninataka nifunge ndoa na dada mmoja mzuri sana ambaye nimempenda sana, ambaye nadhani kwamba hata nisaliti, na huyu ni dada maskini. Watu walimshangaa sana kwa sababu Francisco kila kitu ambacho aliamini kwamba kila kilichoumbwa na Mungu ni ndugu yake na dada yake. Kwa hiyo kila kitu alikipa dada au kaka au dada au ndugu. Kwa hiyo alisema, mimi nataka kumuoa dada maskini awe kama mchumba wangu. Watu walishangaa sana, wakagundua kwamba Francisco anataka kuishi maisha ya kimaskini. Si kawaida mtu kukataa maisha ya kimaskini na si kawaida mtu kukataa kuishi maisha ya kitajiri na kuishi umaskini. Ni jambo ambalo kwa wengi si jambo ambalo linaleta maana, kwa sababu watu wanatafuta namna ya kuwa matajiri. Yeye akasema, mimi nataka kuishi umaskini. Walimshangaa sana, unaachaje utajiri unaenda kuishi umaskini? Lakini Francisco hilo hakulijali kwa sababu tayari ile roho ya kutafuta utakatifu ilikuwa ishaingia ndani yake. Basi wakaanza kumdhihaki na kumcheka na kuanza kumtangaza vibaya kwamba yule kijana wa tajiri fulani ameamua kukataa kuishi utajiri wa baba yake, ameamua kuishi umaskini. Basi Francisco alivyoona dhihaka zinazidi kuwa nyingi, basi akazidi kujitenga zaidi na wale wenzake, akaingia sasa katika mapango, akaamua kuishi katika mapango, akaamua kujitenga kabisa na familia yake, akakaa mbali na baba yake na mama yake na ndugu zake na marafiki zake, ili kuzidi kutafakari zaidi na kuzidi kuuliza Mungu, Bwana unataka nifanye nini? Kwa sababu aliambiwa arudi Asizi, ataambiwa afanye nini. Kwa hiyo alikuwa anatafuta kujua ile sauti ilimtaka afanye nini. Kwa hiyo Francisco alijitenga katika mapango ambayo kulingana na historia inasemekana kwamba haya mapango yalikuwa katika pori ambayo ilikuwa si mbali sana na mji wa Asizi. Kwa hiyo alitoka nje ya mji wa Asizi akaenda katika pori, akakaa kule katika mapango yale akiwa katika tafakari ya kina. Katika tafakari hiyo Francisco alikuwa akitembea maeneo mbalimbali huko porini. Lakini huko porini alikutana na jengo ambalo limechakaa sana, lilikuwa limezeeka sana. Lakini lilikuwa ni kikanisa kidogo ambacho ni kama kimetelekezwa. Maana kilikuwa akiangalia, kilikuwa akifanyiwa marekebisho.
lakini Francisco hilo hakujali kwa sababu yeye alichokuwa anakitafuta ni sehemu tulivu. Alipoingia pale katika kile kikanisa alijisikia amani kwa sababu palikuwa pametulia na aliweza kufanya tafakari zake na sala zake. Na katika sala zake jambo kuu alilokuwa anasali na kumwomba Mungu ni kutaka kujua Mungu alitaka afanye nini, tofauti na kuwa shujaa wa vita, tofauti na kutimiza matakwa yake ya kibinadamu na tamaa zake za kupata umaarufu na heshima za kidunia. Alitaka ajue Mungu anataka afanye nini zaidi. Pale katika kile kanisa alikaa pale muda mrefu akifunga, kusali na kuomba. Alichukua muda mrefu sana katika kile kanisa. Siku moja akiwa anasali, kulikuwa kuna kanisa hicho kinaitwa kanisa cha San Damiano. Katika hicho kanisa cha San Damiano kulikuwa kuna msalaba ambao ulikuwa na picha ya Yesu Kristo msulubiwa. Katika tafakari zake alikuwa ameelekeza macho yake katika ule msalaba wenye picha ya Yesu msulubiwa. Mara akaona ile picha inakuwa kama mtu ambaye yuko hai, kwa sababu yeye ni Yesu msulubiwa. Tunajua Yesu msulubiwa anapokaa msalabani ametandaza mikono yake na kichwa chake kimeinama kidogo. Akaona amefungua macho na akamtazama Francisco. Francisco aliona kama ni ndoto, lakini ilikuwa ni katika uhalisia. Akaona ile picha inaanza kuzungumza naye. Akajaribu kusikiliza kwa makini ili kujua ile picha inataka kumwambia nini. Basi sauti ikatoka katika ule msalaba ikiwa inamwambia, Francisco, jenga kanisa langu maana linaharibika kama unavyoweza kuona. Basi Francisco, baada ya sauti hiyo, Francisco alifurahi sana kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kutafuta kujua ni nini ambacho Mungu anataka kumwambia afanye katika maisha yake. Kwa hiyo Francisco akadhani au akalichukulia katika uhalisia ya kwamba Mungu anataka nijenge hili kanisa ambalo linaharibika. Kwa hiyo akadhani kwamba yote alikuwa anafanya yanashindwa kutimia, ni kwamba Mungu alikuwa hataki aende huko, bali akalijenge kanisa la San Damiano. Jambo ambalo baadaye alikuja kugundua zaidi kwamba Mungu alitaka ajenge kanisa la kiroho ambalo lilikuwa linayumba kwa wakati ule. Francisco ili kutii ile sauti ya Kristo msulubiwa katika msalaba wa San Damiano, alianza kukusanya mawe, akaanza kutafuta na fedha ili kuhakikisha ile kanisa cha San Damiano kinajengwa. Francisco alirudi nyumbani kwa wazazi wake ili kutafuta fedha. Aliamua kuuza farasi wake aliopewa na baba yake ili apate fedha, lakini fedha haikutosha. Aliuza vitu mbalimbali kama mavazi yake ya kivita, lakini bado fedha haikutosha. Aliuza na silaha zake alizokuwa nazo alizoenda nazo huko Apulia na kurudi, lakini bado fedha hazikutosha. Basi akaingia katika duka la baba yake la nguo. Hapo ndipo vita inapoanzia, na baada ya hili kuna jambo kubwa lilitokea katika tukio hili. Basi Francisco akarudi katika duka la baba yake la nguo. Akauza nguo wakati baba yake akiwa bado yuko safarini. Akauza nguo, akapata fedha. Alidhani kwamba hizo fedha ni nyingi, asi kwamba zinaweza zikatosha kujenga kanisa la San Damiano. Basi Francisco akachukua fedha alizozipata katika vyote alivyoviuza, akapeleka katika kanisa la San Damiano. Kulikuwa kuna padri pale katika kanisa ambaye alikuwa ni mhusika wa kile kikanisa cha San Damiano. Francisco alimfuata yule padri na kumwambia kwamba